Volodymyr Zelensky amedai ya kwamba yuko kwenye mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu wanajeshi wa Marekani kupelekwa huko Ukraine, sambamba na dhamana za usalama ambazo Washington imeipa Kyiv. Shirika la habari la The Telegraph limeweza kuripoti hivyo. Kauli hiyo ilikuja licha ya Donald Trump mara kwa mara kukataa hali kama hiyo na maonyo ya mara kwa mara ya Urusi ya kwamba iliona uwepo wa wanajeshi wowote wa kigeni kwenye ardhi ya Ukraine wakati au baada ya mzozo kuwa jambo lisilokubalika. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa Washington kutuma wanajeshi wake wa kulinda amani huko nchini Ukraine na waandishi wa habari wa RBC siku ya Jumanne, Zelensky alijibu akisema hao ni wanajeshi wa Marekani na kwa hivyo ni Marekani inayofanya maamuzi kama hayo. Zelensky pia amenukuliwa akisema, bila shaka tunajadili hili na Rais Trump na wawakilishi wa muungano walio tayari, tungependa hili. Zelensky alisema hivyo akimaanisha kwamba pia wako tayari na wanazungumza kuhusu hali ya kupeleka askari wa Marekani kwenda huko nchini Ukraine. Gazeti la The Telegraph lilisema ya kwamba haijulikani wazi ikiwa uwezekano wa Marekani kushambulia Ukraine ulishughulikiwa wakati wa mkutano kati ya Zelensky na Trump huko Mar-a-Lago, Florida nchini Marekani Jumapili ya wiki iliyopita. Mapema siku hiyo hiyo, waziri mkuu wa Poland anayefahamika kama Donald Tusk alisema ya kwamba matokeo makuu ya mazungumzo ya Mar-a-Lago yalikuwa tayari wa Marekani kushiriki katika dhamana za usalama kwa Ukraine baada ya amani kupatikana, ikiwa ni pamoja na kupitia uwepo wa wanajeshi wa Marekani. Hata hivyo, Donald Trump bado hajajibu maoni ya Zelensky au Tusk, lakini maoni ya mwezi Agosti mwaka huu au mwaka ambao unaishiria Disemba 31, 2025, rais wa Marekani aliliambia shirika la habari la Fox na Friends ya kwamba hakutakuwa na mashambulizi ya Marekani nchini Ukraine baada ya mapigano kusimama. Trump alisema ana uhakika na yeye ni rais, anajaribu tu kuzuia watu wasiuawe. Maafisa wa Urusi wamebainisha kwamba kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo Februari 2022 kulisababisha kwa kiasi fulani na matarajio ya NATO ya Kyiv na kuonya kwamba kupelekwa kwa wanajeshi wa Magharibi nchini Ukraine kunaweza kusababisha vita vya tatu vya ulimwengu, ambako pia nakumbukwa rais wa Urusi Vladimir Putin alisema mnamo Septemba mwaka huu ya kwamba ikiwa wanajeshi wote wa NATO watakaonekana huko, haswa sasa wakati wa operesheni za kijeshi, wanaendelea kutokana na ukweli kwamba hao watakuwa shabaha halali za uharibifu wao. Iko pia ndicho ambacho kwa muda huu nimetamani nikufahamishe kuhusu ambacho kinajiri kuhusu mzozo wa Urusi na Ukraine, ambako rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza kufanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kupelekwa kwa wanajeshi wa Marekani huko nchini Ukraine, na imedhihirika wazi ya kwamba bado pia hiki kiko kwenye meza ya mazungumzo. Hivyo basi tunapoanza mwaka mpya 2026 ni kuahidi ya kwamba kila kitu utazidi kukipata hapa hapa. Cha msingi endelea kutufuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa kemkem kitaifa pamoja na kimataifa.